Habari hii inatokea jijini Arusha na ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Wadau wanaopambana na ukatili wa kijinsia wametakiwa kuweka mifumo salama na rahisi na yenye usiri ya kupokea taarifa za vitendo vya ukatili ikiwemo unyanyasaji wa kingono mahali pa kazi, ili kuwapa waathirika ujasiri wa kuripoti bila hofu ya kupoteza ajira au kukumbwa na madhara mengine. Wito huo umetolewa leo hii jijini Arusha wakati wa uzinduzi wa jukwaa la ulinzi dhidi ya unyonyaji wa kijinsia, ukatili na unyanyasaji wa kijinsia uliolenga kuwajengea uwezo wadau wa sekta ya utalii katika kukabiliana na vitendo hivyo. Akizungumza baada ya uzinduzi wa jukwaa hilo, katibu tawala wilaya ya Arusha Dr. Jacob Rombo amesema kwamba jamii haipaswi kupuuza vitendo vya unyanyasaji wa kingono kwa sababu vinaweza kutokea katika mazingira ya kazi au sehemu nyingine za faragha. Nimekuja leo kwenye eventi ambayo imeorganiziwa ama imeandaliwa na taasisi ya Tanzania Bora chini ya ndugu yangu Ismail Biro ambaye ndio mkurugenzi, na wanalenga kuwapa elimu vijana, hasa vijana ambao wanatoka kwenye chuo hichi cha utalii wanaenda kufanya kazi kwenye sekta ya utalii. Wamekuwa wakifanya hii program, wameshapita Dar es Salaam, Tanga, Zanzibar na sasa wako kwetu Arusha, na nia yao kubwa ni kutoa elimu kuhusu masuala ya ukatili na hasa ukatili wa kingono kwenye maeneo ya kazi. Sasa kwa kwetu Arusha wametarget hapa kwa sababu sisi Arusha asilimia kubwa ama kazi kubwa ambayo tunafanya ni masuala ya utalii. Kwa hiyo theme yao wanayofanya hapa inahusiana na vijana wanaoenda kwenye sekta ya utalii, kwa maana kutoa huduma kwenye sekta ya utalii. Wanapokutana na changamoto za ukatili wa kingono, nini wafanye na kitu gani kinastahili kusemwa na mahala gani. Kwa hiyo kwanza nawashukuru kwa kutualika, kutambua uwepo wa serikali, lakini pia tunawapongeza kwa kuamua kufanya jambo hili. Manake haya mambo lazima tuyafanye kwa ushirikiano baina ya sekta binafsi na serikali. Tunawa encourage sana hawa ndugu zetu Tanzania Bora, lakini na taasisi zingine zione kwamba bado kuna gap, kuna mahali kuna gap. Hao wenzetu leo wamechagua kujikita kwenye sekta ya utalii na ndio maana wamefanyia hapa chuo cha utalii, ili vijana wetu wanapotoka hapa wakienda kwenye field, basi wakikutana na mazingira ambayo yanafanana na yale yalikuwa naigizwa hapo kwenye jukwaa, watambue kwamba hii ina uelekeo wa ukatili wa kingono na nini kinapaswa kufanyika. Kwa hiyo mimi ya kwangu kwa kweli ni kuwapongeza wenzangu na kuwashukuru kwa kutambua kwamba kuna haja ya kutoa elimu hii muhimu kwa vijana, na tunajua nchi yetu tumetoka mbali. Tuna ukatili wa aspect nyingi sana, na kwenye sekta utalii pia ukatili upo, na ukatili wa kijinsia ni mwingi kwa vijana wa kike, lakini sasa hivi tusisahau pia kwamba hata vijana wa kiume wanakutana na ukatili wa kingono na ukatili wa aina nyingine yoyote ile. Kwa hiyo tunapokemea ukatili, tunapokemea violence aina yoyote, tusiweke mipaka kwamba ni kwa watoto wa kike tu ama watoto wa kiume tu. Twende general kwamba tuwalinde vijana wetu dhidi ya ukatili wa aina yoyote ile kwa maslahi ya taifa letu na nchi yetu kwa ujumla wake. Nashukuru sana. Naye mkurugenzi wa taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya Tanzania Bora Initiative, Ismail Biro, amesema kwamba jukwaa hilo ni sehemu ya mradi wa miezi 12 utatekelezwa na taasisi hiyo kwa ufadhili wa balozi wa Uswizi nchini Tanzania kwa lengo la kuhamasisha mazingira salama yenye kinga dhidi ya unyonyaji na ukatili wa kijinsia hususan katika sekta ya elimu. Mimi naitwa Ismail Biro, ni mkurugenzi Tanzania Bora Initiative, shirika lisilo la kiserikali ambalo linawanyanyua vijana, linatengeneza viongozi, lakini pia linafanya kazi nao katika kutengeneza fursa mbalimbali za ajira ili kujikwamua kiuchumi na harassment. Mradi huu unafadhiliwa na serikali ya Uswizi. Kwa tunashukuru sana serikali ya Uswizi kwa fursa hii ya kushirikiana pamoja. Ili pia tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kushirikiana na sisi, kwa sababu safari yetu hii inatekelezwa katika mikoa 8. Tumeshaanza Dar es Salaam, tumeshakwenda Zanzibar na tukapita Tanga na sasa tuko Arusha. Na safari iliyobaki tutakwenda Dodoma, Mwanza, Mbeya, Mtwara, alafu tutamaliza Dar es Salaam kama kilele. Na lengo kubwa ni kutoa elimu juu ya masuala haya ya unyanyasaji na udhalilishaji wa kingono, lakini pia kuweza kutoa elimu ya namna gani kwanza haya mambo yako vipi, athari zake ziko vipi, lakini pia kuweza kuelewa huduma zilizokuwepo, huduma za kisheria. Serikali pia kwa upande wake anafanya jambo gani ili kuhakikisha kwamba inatokomeza jambo hili, lakini pia wadau wanawezaje wakashirikiana na serikali na wadau wengine katika sekta hizo husika tunazozichagua ili kuhakikisha kwamba mwisho wa siku tunatengeneza nguvu ya pamoja ili kukabiliana na changamoto hizi, ili wahanga waweze kupata huduma na haki zao stahiki, lakini wale ambao wanakuwa wamehusika moja kwa moja katika uharibifu
katika masuala ya udhalilishaji wa kingono, basi waweze pia kuchukuliwa hatua za kisheria ili kuweza kutenda haki. Lakini pia katika maofisi yetu basi tutengeneze mazingira ambayo yanamlinda mfanyakazi dhidi ya waajiri wake, wafanyakazi wenzake, lakini pia wateja wale ambao wanawahudumia. Kwa Arusha tumechagua topic kwenye masuala ya utalii kwa sababu tunajua kwamba katika mikoa ambayo inachangia kwenye pato la taifa hususani katika sekta ya utalii ni Arusha, na tunajua kwamba matukio haya ya udhalilishaji wa kingono yamekithiri pia katika sekta hii, ukiachilia kwamba sekta inatoa elimu, inatoa mchango mkubwa sana katika pato la taifa. Kwa hiyo sisi wito wetu na ambao tunayaona kwamba kuna umuhimu wa kuendelea kutoa elimu kwa jamii, kwa sababu tumegundua kwamba vijana wengi, wadau wengi wanakutana na matukio kama haya, lakini elimu ya kujua kama tukio hili linahusu ukatili na udhalilishaji wa kingono wengi hawafahamu. Lakini la pili, kwa wale ambao ni manusura au ambao yamewakuta, mara nyingi hawajui wapi kwenda kuripoti, kwa sababu kwanza wanaona matukio ya kiaibu, akienda kusema labda watu watamcheka, watu watamwangalia vibaya katika jamii, lakini pia labda atapoteza nafasi ya kazi. Kwa hiyo tumeona kabisa kwamba kuna haja pia ya kuendelea kutoa elimu ili kuhakikisha kwamba watu wanapewa confidence ya kuweza kuripoti, lakini pia na wao kuwa walinzi wa wenzao ili waweze pia kuwa katika sehemu ya kuzuia na kuwalinda wenzao. Lakini lingine tunaliona, kuna mwamko mkubwa sana, serikali ipo tayari katika kushirikiana na wadau. Tumepata mwamko mzuri Dar es Salaam, Zanzibar pia tumeshirikiana vizuri na viongozi wa serikali. Tanga ambapo tulifanya katika elimu, tulikuwa na maafisa wa elimu vizuri kabisa, na huku tumeona mwamko mkubwa karibia viongozi wa sekta mbalimbali, wa department mbalimbali, vitengo mbalimbali ambavyo vinahusika moja kwa moja na hili swala vimeitikia na wameahidi kuendelea kutoa ushirikiano ili kuhakikisha kwamba baada ya tukio hili tunakaa chini sana kufanya tafakuri ya kuweza kuona ni maeneo gani ambayo yamejiri kwa kiasi kikubwa ambayo yanahitaji intervention ya zaidi, na maeneo gani ambayo tunahitaji kuongeza ushiriki wa wadau ili kuhakikisha kwamba wanakuwa sehemu ya suluhu ya changamoto hizi. Kwa majina naitwa Shafi Al-Shiganga, ni mwanafunzi wa accounting and finance kutoka Chuo cha Maendeleo ya Jamii Tengeru, lakini pia ni mjasiriamali mdogo ambao siku ya leo nimeweza kushiriki katika warsha hii ya masuala ya ajenda. Na kiufupi kwa ujumla kabisa nimependa namna warsha ilivyokuwa shirikishi. Tamasha lilijumuisha ushirikiano wa vitendo halisia ambavyo vinaonyesha ni kwa namna gani especially sexual violence inavyofanyika katika maeneo ya kazi. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi kama new public servants ambao tunategemea kuingia sokoni, ni jukwaa muhimu sana la kujifunza na kuja kuwa wadau muhimu katika kuhakikisha kwamba jamii inabaki salama kutokana na hizi gender violence, especially sexual violence. Kwa majina naitwa Rema Joseph Mrutu, ni mhitimu wa chuo cha uhasibu Arusha, shahada ya multimedia na mass communication. Niko hapa kwenye event leo kama mshiriki, nilialikwa na rafiki yangu na nimekuja kusikiliza hoja ambazo zimezungumzwa. Wataalamu wamezungumza mengi, tumejifunza, na mimi binafsi nilikuwa sijui kwamba ukifanyiwa vitendo kama hivi vya kikatili ni wapi unaenda kushtaki, ila kupitia jukwaa hili nimejua kwamba baada ya kufanyiwa hivyo au nikiona mtu anafanyia hivyo wapi pa kuripoti ili aweze kupata msaada zaidi. Kwa kauli yangu nikiwa kama mhitimu, natoa ushauri kwamba mtu ache tusome kwanza, kwa sababu kila mmoja ana background yake. Kwa hiyo unapomfanyia vile anajihisi kwamba hayuko comfortable. Pia wengine wanasababishwa mpaka hawawezi kuendelea na masomo, in which kwamba hiyo ni sio vizuri kwa mwanafunzi, kwa sababu unamkatishia ndoto yake, hawezi kufika lengo ambalo anatakiwa yeye afike kupitia hizo harassment. Kwa hiyo kwa ushauri ni kwamba kwa wote ambao wanafanya vioni waache, ili waweze kuwafanya wanafunzi wafikie ndoto zao. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.